Nakumbuka nikakwambia kwamba nimeenda Muhimbili, nikapimwa, nikaambiwa na kansa ya cervix, yani ya mlango wa kizazi. Una kansa ya cervix au mlango wa kizazi. Na nilipimwa, ilikuwa stage 2, ilikuwa inaelekea stage 3. Nikaja hapa, nikaa nimetokea vile, ukaniambia we dada mweupe njoo. Nikaja. Ukaniambia kuna kitu cheusi nakiona kwenye mlango wako wa kizazi. Kuna kitu cheusi nakiona kwenye mlango wako wa kizazi. Ndio. Lakini ukaniambia nenda, afu nitakuita baadaye tutafanya huduma. Ukanifanyia huduma. Nikarudi, ukaniambia nimuite na Mr. Mume wako. Ndio, anaitwa Lushoki Mole. Ukatuombea hapa, tayari ukaniambia mimi naamini umepona. Nikakwambia hata mimi naamini nimepona. Okay. Nikarudi Dodoma. Toka ulivyoniombea sijawahi kumeza paracetamol. Hujawahi kumeza paracetamol? Hapana. Hayo makofi si ya kumpa Yesu. Pe Yesu makofi, hata kanza kwa Yesu inakimbia. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Haujawahi kula tena dawa? Sijawahi kula dawa, lakini japo nilikuwa napitia misukosuko mingi. Wengine wakawa wananiambia toa kizazi, madaktari wakawa wananiambia Irene toa kizazi, utapata shida na ndugu. Nilikwambia toa kizazi. Ndio, nikaambia siwezi kutoa. Na mpaka leo una kizazi chako? Ninacho. Wala kanza haipo? Haipo. Mpaka leo? Yes. Uko mzima? Afya kabisa. Daktari aliyekuwa anakuambia toa kizazi yuko wapi? Yupo, na alikutana na mimi akaniambia Irene upo? Nikamwambia Dr. Diva nipo. Ndio umenenepa hivyo? Nikamwambia ndio ni bwana. Na bado nataka nikupe watoto. Kwa hiyo alikwambia utoe kizazi kwa sababu itaoza? Ndio. Hivi ni wewe ndio umekuja, ulikuwa mwembamba? Ndio, ndio mimi. Ndio umekuwa bonge la mtu. Kulikuwa na maneno yalinenwa nyuma sana juu yako ya laana, vitu kama vile. Lakini kwa kurudi kwako hapa, Bwana aliyeponya kizazi, Bwana aliyeondoa kanza, Bwana aliyeponya ujondolewa kizazi, hicho kizazi mtoto anatakiwa kuingia leo. Amen. Kwa hiyo toa kizazi? Sijatoa. Walikwambia utoe kwa sababu gani? Kwa sababu kansa ni ugonjwa ambao ni hatari sana, kwa hiyo kaniambia itakupa shida. Kwa hiyo Irene toa kizazi. Nadhani nilikusimulia, lakini sikupata hicho kibali. Ijapo kibinadamu sometimes ukimwona sijui ndio wenyewe. Na nilikuja kujua kwamba sio kweli baada ya kuumwa na kulazwa siku 5, lakini nilikuwa nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Nikaandikiwa kwenda kwenye ultrasound, nikaa nakataa. Nikasema siendi. Mr. akaniambia yupo na mwanangu pale anaitwa Dora Emmanuel. Akaniambia mama hapana, nenda tu ukapime. Ikaja ikija kitu tu tunashtuka tu kwa itakoza nini? Ikaja hesabu 23 mstari wa 19. Mimi si mwanadamu hata niseme uongo. Alichosema Mungu yes, kitatimia. Ndio. Kama amesema umepona. Ndio. Ampe Yesu makofi bana. Nani amefanya haya? Ni Bwana. Sema Bwana. Tumpe Yesu utukufu na makofi ya nguvu kabisa. Amina. Safari hii amina, hakuna kukata tamaa. Amina. Usikate tamaa. Lazima uitwe mama. Unataka uitwe nani? Mama nani? Mama Johnson. Johnson tunamleta. Nyanyua mikono nimshukuru Bwana. Baba, asante kwa ushuhuda huu. Unaponya visivyoponyeka. Namleta mikononi mwako Irene na pamoja na mume wake. Unajua maisha ya mtu, unajua safari ya mtu, unajua kilichofanyika. Hivyo Mungu, kwa ushuhuda huu ambao Mungu umefanya, namweka mikononi mwako. Na ushuhuda huu kawa ushuhuda kwa mataifa na kwa watu wengi. Lakini kupitia ushuhuda huu wanahitaji ambalo wanatamani kupokea kwako. Naomba Mungu wakapokee katika jina la Yesu. Amen.